Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msingi huo, napohitimisha hotuba yangu, naomba kusisitiza mambo 6 yafuatayo. Mosi, ni kweli nchi yetu imejaliwa rasilimali nyingi za asili ikiwemo ardhi, madini, maji, misitu na wanyama. Hata hivyo, ili rasilimali hizi zilete tija na kuchochea maendeleo ya uchumi na kutumika kuboresha maisha ya watu wetu, lazima zikutane na mitaji na teknolojia. Hivyo basi, tusiogope wala kuona aibu kuvutia na kutumia mitaji na teknolojia kutoka popote ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuendeleza rasilimali zetu katika kufanikisha malengo yetu ya kiuchumi na kijamii. Rasilimali peke yake bila mitaji na teknolojia haziwezi kutusaidia. Namba 2, watekelezaji wakuu wa mipango yetu ya maendeleo ni sekta ya umma na sekta binafsi. Sekta ya umma na sekta binafsi ni timu moja inayosaka ushindi. Ushindi wenyewe ni kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Ushindi wa timu moja hutegemea ushirikiano wa wachezaji. Hivyo basi, ni muhimu kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kutekeleza malengo yetu ya kiuchumi. Tuwe na lengo na juhudi za pamoja. Tukiwa na sauti moja, tutakuwa na wimbo mzuri wenye mvumo, sekta ya umma na sekta binafsi. 3, ni muhimu tujenge uthubutu wa kujaribu mambo mapya na kujenga utamaduni na nidhamu ya kutenda. Hivyo tuwalinde na kuwathamini watu wanaothubutu kufanya mambo mapya. 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, dhima ya uongozi wowote ukiwemo uongozi wetu hatimaye ni maendeleo ya uchumi na maisha ya watu wetu. Hivyo basi, kila hatua tunayochukua na kila nadharia tunayoifikiria lazima ilenge katika kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Hivyo katika kupima mafanikio kwa mipango ambayo tunayo, katika kupima mafanikio ya juhudi zetu, tutazingatia vigezo vya kukuza uchumi, kuboresha maisha ya watu, na hii tunazingatia kupitia kupanuka na kuimarika kwa ubora wa huduma za jamii, kupungua kwa maskini na kuongezeka kwa ajira hususan miongoni mwa vijana. 5, sisi ni taifa linalomwamini Mungu na tunamwomba sana Mungu kila siku, na hili ni jambo jema sana. Kama nchi ni mtaji mkubwa. Hata hivyo, lazima tutambue kuwa maendeleo hayateremshwi kutoka mbinguni. Viongozi na wananchi lazima kujenga imani kwamba hatimaye maendeleo ya kweli ni matokeo ya bidii na maarifa katika kazi. Lazima tujenge utamaduni na nidhamu ya kuchapa kazi kama njia pekee na ya uhakika ya kupata maendeleo yetu kama wanadamu, kama jamii na kama taifa. Na mwisho, namba 6, tuendelee kusisitiza na kutekeleza kwa vitendo nidhamu ya kubana matumizi na kutumia vizuri rasilimali watu, kutumia vizuri rasilimali zetu ikiwemo rasilimali muda. Muda nayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni rasilimali